Wakazi wa eneo la Kamonjil, Chesumei, kaunti ya Nandi waliandamana kulalamikia ongezeko la pombe haramu wanayosema imesababisha zaidi ya watu 5 kupoteza maisha katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Waandamanaji hao wanalalamika kuwa biashara ya pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya imeongezeka kwa kiasi cha kutisha, huku vijana wengi wakipoteza mwelekeo na maisha na wengine kuaga dunia. Sasa wameitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwa waangalifu na masharti ya utoaji wa leseni za kuuza vileo. Mpigaji wa pombe akikamatwa asubuhi, jioni atakuwa nyumbani, na tena anapitia backdoor. Askari wa Chepterit wanashika ungo na baadaye anarudishiwa pombe, analeta kuwahusia watoto yetu. Tunaomba serikali yetu, tunalilia serikali yetu tuangalilia hapo sana juu ungo ndio inaendelea kwa maaskari yetu. All these deaths that I'm mentioning are associated with alcohol. This year alone we have lost around 7 people within the same village. When you try, inquiring about the cause of their death, it comes back to alcoholism and second generation alcohol, commonly known as koroka in our village. We have mapped the families who do that koroka, the second generation alcohol. We know these families, we have already documented, and we are very ready as members of this public, of this community, to go to those families and make sure that the alcohol in those families are out of place. Tena unapata tena ukiangalia sasa kwa kiwango unapata hata vijana wadogo nowadays hawezi kuoa. Kwanza leo utumiaji wa dawa kulevya, pombe na kila kitu tumekataa, na tunaomba serikali pia watunge mkono. So tungeomba serikali tukishirikiana na machifu wetu watukomeshe hii changa yenye matukumba.